Viongozi wa kisiasa eneo la Pwani wakiongozwa na waziri wa michezo na masuala ya vijana Salim Mvurya wamewataka wa Pwani kutokubali kugawanywa kwa misingi ya kabila taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Waziri Mvurya ameyasema hayo katika ziara yake eneo la Jomvu, katika ziara ya kukutana na wananchi wa eneo hilo linaloongozwa na Badi Twalib. Mvurya ametetea serikali ya Rais William Ruto kutokana na maendeleo ambayo yameshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Pwani, huku akiwasuta viongozi wa upinzani akisema hawakujali eneo hili wakati walipokuwa katika uongozi. Na wale wengine wasituhadae, wasituchoche, tunawajua mambo yao. Wao ni wa kabila, hawana maendeleo yoyote waliofanya. Ama wamefanya kitu hapa kwa shehe? Hapa Jomvu mumeona maendeleo yao hapa Mombasa? Sasa wanatuingiza vita ambayo haituhusu, kwa sababu tunajua hawana kitu ya kuonyesha. Mambo yao ni ukabila asubuhi, ukabila mchana, ukabila jioni. Yaani wanakula ukabila kama Panadol. Si hapa Mombasa kila mtu anaishi hapa? Au nyinyi mngependa watu wengine mtengane? Na hata mashemegi wako hapa, si namna hiyo? Hata nilikuwa namwambia Badi huyu Fulangenge, hapa Jomvu pia mimi ni nyumbani. Kwa upande wake mbunge wa Jomvu Badi Twalib amepongeza ushirikiano uliopo kati ya viongozi wa Pwani na serikali, akisema kutokana na ushirikiano huo eneo hilo limejipatia maendeleo, ikiwemo kupewa kima cha shilingi milioni 25 za kuboresha uwanja wa mpira wa Amani na shilingi milioni 39 za kujenga chuo cha ufundi. Jomvu tumewin big katika hii serikali, kwa sababu nasema twatoka kwa twatoka Amani pale. Mheshimiwa William Samoei Ruto ametuahidi 25 million ya kujenga stadium. Mheshimiwa Mvurya ameyasema pale Amani, na mimi ni muhimu pia yadokeze kidogo. Hivi sasa Amani stadium yetu Mheshimiwa Rais amempa Mheshimiwa Mvurya milioni 25 ya kumaliza stadium. Mpigieni makofi sana, mengi sana. Nyinyi ambao mko hapa kwa shehe, mwajua hapa mbele kuna kitu inaitwa Kongowea ndogo. Ni kweli ama si kweli? Mkweli ama si kweli? Hivi sasa rais alipokuwa na safari ya Pwani alikuja anzisha soko pale Majengo sokoni. Mulimuona akenda akianzisha soko la zamani likivunjwa, akatengeza soko jipya. Leo hii kupitia kwa Mheshimiwa Mvurya ndani ya Jomvu tuko na milioni 70. Procurement process ishafanyika, tumebakisha public participation. Kongowea ndogo tuvunje vibanda, tutengeze soko kubwa kama vile la Kongowea na ile ya mahali ambapo William Ruto anataka. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir amehimiza wakazi wa Mombasa kutokubali kugawanywa na viongozi wasiotaka umoja wa Pwani. Wengine wenye kupiga fujo wakati walipokuwa katika serikali, haya yote hawakuweza kuyafikiria. Wao zaidi ilikuwa ni sisi kujaribu kuweza kutugandamiza. Hatutoki. Na nyinyi endeleeni kukejeli. Jawabu letu sisi si ulimi, jawabu letu ni matendo. Kabisa. Muungwana akitusiwa hajibu kwa maneno. Muungwana akitusiwa hujibu kwa vitendo. Kwa kila chuki munalolitupa tunalichukua ni jiwe lile la kuweza kujenga nyumba. Kila mkituonesha ya kwa nini tusiweze kushikana, kwa nini tuweze hapa katika Jomvu kuna vijana waliweza kufariki. Nisikizeni.